Hii ni siri yako, tafadhali usimwambie mtu mwingine, baki nayo wewe mwenyewe. Unajua kuna siri nyingi sana ndogo ndogo ambazo zinaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Tunasema ni aina ya kodi tu fupi fupi. Kwa hiyo nitaziunganisha hapa na utazishika katika kichwa chako, sijui utaandika, utaweza kuzitumia kwenye mambo yako ya hapa na pale. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hapa, hakikisha unabonyeza alama neno subscribe, lakini pia una like, una comment, una share kwa wengine. Jamani, ukipendezwa na somo, please like. Yani mimi napenda like it. Yani kama unaona kabisa ile somo limekupendeza, limekugusa, kuna namna unaona kabisa linaweza kubadilisha maisha yako, basi bonyeza like. Basi ukibonyeza hivyo mimi unanimaliza. Unafanya kesho tena niandae vipindi vingine vingi sana. Kitu cha kwanza kabisa ambacho naweza nikaanza nacho, kwanza kabisa, kama kuna mtu yoyote yule, labda kama ni jirani yako, jirani yako mara nyingi sana unapenda, yani kila unapotembea unakutana naye njia panda, kwenye ile njia panda ambayo ni njia ya mtaa wenu, kila wakati unakutana naye njia, ama tu hiyo njia panda iko karibu na maeneo ambayo mnakaa. Kuna ile njia panda ambayo inaweza ikawa kwenye yani barabara moja kwa moja kwenda unapoishi wewe pamoja na huyo mtu, ama ni njia panda zile zingine za pembeni. Kama utakuwa unakutana na huyo mtu mara kwa mara, basi huyo mtu ni mzuri. Yani unakuta mara nyingi sana, labda asubuhi ama jioni, yani hata ufanye, unakuta mara nyingi sana huwa unapata bahati ya kukutana naye eneo la njia panda. Huyo mtu ni mzuri sana. Hata kama labda ni mwanamke, unahisi kuna namna fulani labda anavutiwa na wewe, basi rusha tu kamba yako, ukimpata basi ni mtu mzuri. Ama kama ni mwanaume anakufukuzia, unajiuliza maswali mengi, huyo mtu sije atakuwa mzuri si mbaya, haina haja ya, kama umevutiwa naye wewe kubali tu, huyo mtu ni mzuri na hana tatizo kabisa. Lakini pia nakupa tahadhari nyingine. Tahadhari, unapoenda kazini na kurudi, epuka kwenda, yani kuwa na mazoea ya kutoka muda ule ule. Yani kila watu wanako-claim kama ni saa 2, wewe kila siku ni saa 2. Lazima utatoka labda saa 2, ama kama ni saa 1:30, kila siku saa 1:30. Yani wewe ndio muda wako kutoka. Na wakati wa kurudi wewe kila siku ni saa 9. Alafu mbaya zaidi unapita njia ile ile. Yani unaenda njia ile ile, unarudi njia ile. Na muda ni ule ule. Kama ni saa 9 ile ile. Kama usifanye kitu kama hicho. Kuwa na mazoea ya kubadilisha, yani ya kubadilisha masaa ya kutoka. Lakini pia kama sehemu yako inatakiwa uwahi sana, yani labda ukitoka labda saa 2 ndio unaweza ukawahi sehemu yako ya kazi, siku nyingine usitoke saa 2, toka hata saa 1 kabisa asubuhi, ama ikiwezekana hata saa 12 ikiwezekana. Yani badilisha wakati mwingine, yani watu wasijue kabisa zile ratiba zako. Ndio kitu ambacho nakimaanisha. Lakini pia hata kwenye upande wa mazingira ambayo unaishi, kama ni nyumbani, pia familia, labda wale kama unawafanya kazi, ni wasizoe ratiba yako. Yani waelewe kabisa kwamba ni mtu ambaye muda wote unaweza ukatokea, ni muda wote unaweza ukawa haupo. Yani wasielewe ratiba kwamba anaondoka saa 2 atarudi saa 3. Hapana, jitahidi kutengeneza mazingira ambayo pia hawata kuelewa. Kitu kingine, hii nitaisema hasa kwa wanaume. Mwanaume, kama una tabia ya kuwahi kwenda kazini, jitahidi kuwa na tabia ya kuzungukia mji wako, lakini sio tu kuzungukia mji wako, na pia kuangalia familia yako. Yani labda kuna vijana wa kazi, kuna watoto wapo vyumba vingine. Kabla hujaondoka, kuwa na tabia, jijengee mazingira ya kusalimia familia yako, watoto. Zungukia nyumba yako. Wengi mnakuwa mnajisahau. Zungukia nyumba yako, ingia vyumbani, wasalimie. Hata kama sio kuwasalimia, unaweza kuwagongea tu mlango, kawaita, mjambo wanangu, mko wazima, hivi na hivi hivyo. Lakini pia kuzunguka nyumba, yani nyumba, hakikisha unaizungukia nyumba yako vizuri kabisa. Unaizungukia, lakini usizunguke mduara. Yani unazunguka, ukitoka mlangoni unazunguka upande wa kulia,
kulia, ukizunguka upande wa kulia unaangalia unarudi, unaenda upande wa kushoto unaangalia. Usiunganishe, yani usizunguke nyumba yako ukaizunguka ikawa duara, kwa sababu ukizunguka ile kuzunguka lile duara, kama mtu yote labda alikutega kitu chochote kinaweza kikakuingia. Kwa hata ukienda sehemu yote mtu anakuonyesha eneo sijui, na usizunguke hilo eneo, liangalia okay, mianzia hapa, komea katikati, rudi tena okay hapa hivi. Usiwe na tabia ya kwenda unaenda sehemu ya eneo unazunguka, maana kuzunguka ni kama unajiunganisha na hilo eneo. Kwa hiyo hata kwako pia kama kuna kitu chochote kimefanya kinaweza kikaku pata. Hata unapoenda kwenye miji ya watu pia sio vizuri kuzunguka miji ya watu, kwa sababu unaweza kaenda kubeba vitu visivyobebeka, unaweza kubeba maradhi, unaweza kubeba chochote kile. Kwa hiyo sio vizuri kuzunguka hivyo. Lakini kitu kingine, unapo enda sehemu yoyote ile, ukakaa hiyo sehemu ukaona kuna kengele zinalia sana kwenye masikio. Tunasema sikio la kushoto mara nyingi linawakilisha upande wa mama, yani tunasema kama ni mizimu ya mama, tunasema uko mamani, lakini tunasema upande wa kulia ni mizimu ya babani. Kwa hiyo ukisikia inalia yote kwa pamoja kwa nguvu sana, yani unasikia kama kengele unapigiwa filimbi kale sana, hilo eneo kama unaweza kunyanyuka, nyanyuka na uondoke utoke. Ama wakati mwingine unaweza kuona kama unasisimka, unahisi una msisimko, hilo eneo sio salama, ondoka. Lakini pia wakati mwingine unaweza kuwa unataka kwenda sehemu alafu yani umevaa vizuri kabisa afu kajisikia labda tena yani mkashanga tu umekuja umekubana ghafla, ukaingia tu kichoni ukaanguka ukakuta umeloa. Hiyo safari itakuwa na shida, ina changamoto. Kama unaweza kuahirisha, acha, ukaahirisha kabisa. Unaweza kupatwa na tatizo lolote kwa njiani. Ama kama unaweza kufanya ibada, ni sawa, fanya ibada kulingana na madhabahu yako, is okay. Unaweza ukafanya pia ukaenda. Lakini wakati mwingine ukiwa unaenda sehemu unajikwaa, yani unaenda unajikwaa, pia ni kunakuwa kuna changamoto kwako. Kama unaweza kufanya ibada, fanya ibada zako kisha nenda. Wakati mwingine pia unaweza kuwa unataka kusafiri, ghafla gari ikakuacha, ndege ikakuacha, usisononeke sana. Inawezekana kuna kitu mbele yako, kwa hiyo usisononeke sana. Kwa hiyo kama utaweza kutafuta usafiri mwingine, basi jitahidi utafute usafiri mwingine. Kuna upande wa nyumbani, kama inatokea labda vitu vinaharibika tu ghafla, mara vitu kama labda vitu vya mfano kama TV, sijui mara gesi imelipuka, mara sijui yani vitu vinapasuka, kuna dalili mbaya, nishati mbaya. Safisha mji wako, weka sawa mji wako. Kama utafanya ibada kulingana na imani yako, jitahidi kufanya, yani fanya vyovyote vile. Kuna ulimwengu wa kilo kunakuwa kuna shida, kunakuwa kuna tatizo. Lakini pia mwanamke unapopika jikoni, mara chumvi ikamwagika ghafla, ni ishara mbaya. Inaonyesha kwa inawezekana kukawa kuna migogoro. Kwa hiyo unaweza ukachoma hata karafuu kuondosha hiyo migogoro kwenye nyumba yako. Kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya pindi unakwenda kwenye mji wa mtu, ukikuta umetandikiwa vizuri kitanda, jitahidi kutandua na uangalie, funua godoro, kagua vizuri mpaka chini ya godoro, kung'uta, tandika upya, ndipo ujipumzishe ulale. Na ninapendekeza pendelea kusafiri na mashuka yako pindi unakwenda kwenye miji ya watu. Usiniulize kwa nini, ila jitahidi kusafiri na mashuka yako, kwa sababu yale mashuka uweze kujua yamelaliwaje na watu wengine. Yale majasho ya watu unaenda kujiconnect na yani na vitu vingine ambavyo we mwenyewe hukudhania. Nadhani unasikiaga hata stories za nguo za mitumba sijui nini, kwamba unatakiwa hivyo usafishe hivyo. Kwa hiyo nakupa tokodi, pendelea kutembea na mashuka yako. Pia usipende kwenda kutumia maji ambayo tayari yamesha andaliwa, yani ama unakuta tu maji yapo tu, hujui nani alikinga fanya unaanza kuoga. Unapooga hakikisha unamaliza maji yako yote, usiache maji, hakikisha maji unayamaliza. Kama umeoga yamebaki, basi mwaga, usiache maji yako kabisa. Pia usiache miswaki chooni kama mna share, yani hicho choo mna share watu wengi, usiache miswaki chooni, usiache kabisa miswaki chooni, kwa sababu huko kuna mambo mengi. Pia jitahidi kufunika, kwa sababu kuna mijusi, pia mtu yote anaweza kufanyia chochote mswaki wako. Kwa hiyo swala la kuacha miswaki ovyo chooni
hicho kitu usikifanye kabisa. Kama unaonana na mtu mara ya kwanza, jitahidi kuonana naye public, yani onana naye sehemu ya wazi, lakini jitahidi kama ni mara ya kwanza, jitahidi information kumpa mtu yoyote kwamba nakwenda kuonana na mtu fulani. Lakini kitu kingine, unapokwenda sehemu labda kuna maji, kuna sinki ambalo maji yanatoka maji yanatoka vizuri kabisa, lakini wanakwambia kwamba wewe ni mgeni, kaa tu tukunawisha, afu yale maji yanachukuliwa, yanaondoshwa, mtu anaondoka na yale maji. Kuwa makini, acha uvivu, nyanyuka. Kama umeuliza tu kama sehemu ya kunaweka wapi, nenda kanawe hapo basi. Labda kama hiyo nawa mtanawa watu wote, lakini sio tu special. Unaambiwa wewe mgeni, sawa. Wengine wanaweza kufanya kwa nia mbaya, lakini wengine pia wanaweza kufanya kwa nia mbaya, kwa sababu mikono yako ndio kila kitu. Kitu kingine, usisahau kufanya ibada ya miguu kwenye maisha yako. Yani jitahidi kila mwezi fanya ibada ya miguu. Yani safisha miguu yako, weka hata chumvi ya mawe, safisha miguu yako. Yani jitahidi usiache kukanyaga chini. Unapojiunganisha na ardhi, ardhi ndio imebeba kila kitu kwenye ulimwengu. Unavuta ile nguvu ya ulimwengu kwenye ardhi pindi unapokanyaga. Kwa kama ni mtu wa gari kila siku, sijui pikipiki kila siku, sijui Uber kila siku, jitahidi kufanya hivyo jinsi nilivyoeleza. Kwa leo ninaishia hapa, lakini pia wakaribisha sana. Kuna kitabu nimekiandaa, kina vitu mbalimbali, kuna kodi mbalimbali za ulimwengu, kuna mambo mbalimbali, ama tuseme kuna siri mbalimbali za ulimwengu ambazo nimeziweka katika hicho kitabu, na utakipata popote pale ulipo. Kipo kwa njia ya WhatsApp, yani nitakutumia kwa njia ya WhatsApp, na utakifungua, utakisoma. Kama utaamua mwenyewe kwenda kukiprint ni wewe, kama utaamua kuacha. Bei ya kitabu hiki ni shilingi 15,000, lakini leo nakupa kwa shilingi 9,500 tu kwa siku ya leo. Kwa hiyo nitakupa kwa hiyo bei. Kwa hiyo kama unahitaji hicho kitabu, tafadhali andika tu chini ya comment hapo, ninahitaji hiki kitabu, basi utakipata popote ulipo. Na wapendeni sana, tuonane wakati mwingine, na kwaherini.